Maana muda unaweza kutukimbia sasa hivi. Ndio unaweza kwenda sawa. 12. Yes. Lakini sisi hatukuipokea roho ya dunia, bali roho atokaye kwa Mungu, makusudi tupate kuyajua tuliyokirimiwa na Mungu. Kuna roho atokaye kwa Mungu ambaye alikuja makusudi tuyajue tuliyokirimiwa na Mungu. So huyo roho sasa ambaye anazungumzwa hapo ndio huyo roho ambaye ni roho wa Kristo. Kwa maana watu wamewahi kumpokea roho gani ambaye sio Roho Mtakatifu, ambaye ndio hicho kitakatifu? That's why Yesu hajawahi kufanya dhambi. Okay, nitakuelezea. Endelea wanangu hapo. 13. Nayo twayanena si kwa maneno yanayofundishwa kwa hekima ya kibinadamu. Yaani hao mambo tunayosikia hayo. Kwanza okay, hao mambo tumekirimiwa, kuna wakati tukianza kuyaongea sio kama yanayofundishwa kwa hekima au akili za wanadamu. Kwa hiyo ukimkuta mtu haelewi wokovu wako, haelewi ambacho unakisema hapa, sio kosa lake, ana ile roho ndogo, hana huyu roho mkubwa ambaye umepewa. Kwa hiyo ili aweze kuelewa haya mambo, inatakiwa roho ambaye ni roho mkubwa aweze kuingia ndani yake huyo mtu, amsaidie kuelewa. Kwa maana kuna wakati roho wa Mungu anaingia kwa watu kwa sehemu baada ya watu kutamka. Ndio maana mtu mmoja alikuwa ni tasa, akaja akapata mimba na nini, alikuja mtu mmoja ambaye tumboni mwake ana hicho kitakatifu, that's square ma. Akasema tu wewe, alipoongelea mtu kitoto kikacheza tumboni. Hello? Hakuna mtu yoyote awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba. How? Maneno haya anayowaambia ndo roho tena ni uzima. How? Manake Yesu kwanza anaongea na kina Petro muda wote pale, anawapa portion ya kwanza ya Holy Ghost. That's why deliverance nyingi mikono kana nazifanya huwa anawapulizia watu. Kwa mimi nikipumua napumua Holy Ghost. Haya sasa. Yaani yeye ni zaidi ya kusema kwenda nikifanya tule. Ile roho ya Mungu ishaingia inasafisha. Hello? Bali yanayofundishwa na Roho tukiyafasiri mambo ya rohoni kwa maneno ya rohoni. Kumbe sisi tunao mambo yetu tukimiwa, tunaongea mambo ya rohoni, lakini pia huwa tunayatafsiri mambo ya rohoni kwa jinsi ya rohoni. Wakati nawaambia hapa Yesu wa uhai unaosikia wa uhai sio mwili wake tena. Ninakupa lugha ya rohoni kwa tafsiri ya roho. Sasa msomi anataka aelewe hiyo kwa lugha yake alofundishwa chuo. Mimi naongea lugha ya roho. Na nataka kuja kwenye chuo cha Roho Mtakatifu ili aelewe na tunatafsiri mambo ya rohoni kwa jinsi ya rohoni. Endelea mwanangu. Imeisha ngapi imefika bado? 13 tumemaliza. Endelea 14? Patamu hapo. Basi mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya Roho wa Mungu. Maana kwake huyo ni upuuzi. Wala hawezi kuyafahamu kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Hiyo rohoni imeandikwa kwa herufi gani hapo mwanangu? Ndogo, rohoni. Rohoni. Okay. I want to give you this one. Mtu akiongea, hiyo rohoni kweli ni roho. Mtu akiwa anaongea mambo ya Roho Mtakatifu, akiwa anaongea hivi, kinatokea kitu gani? Roho yako wewe ndo inasikia na kuelewa. Hello? Nasibu unasoma sasa hivi? Utanipata kweli? Utanimani? Kwa hiyo mimi hapa nikianza kueleza mambo ya zamani zilizopita, roho yako inanielewa kwa sababu gani? Kwa sababu zamani ilikuwepo. Alafu inapoanza kufikia mwisho kwenye ukingo pale, ndo roho wa Mungu anaanza kukusaidia, kwa maana anazungumzwa roho wa Mungu kabla Mungu hajaweka vilindi. Anasema nilizaliwa. Yesu alikuwa anamaanisha ni wa zamani sana. Na mwanadamu hata hiyo roho yako yenyewe kuna wakati ambapo iliumbwa. Na wewe umeumbwa juzi, Mwanzo 1:24. Lakini roho wa Mungu ameumbwa nyuma, yani alikuwepo, mimi hajaumbwa. Nyuma huko kabla ya vilindi, maana yake kabla unaposikia roho wa Mungu akatulia juu ya vilindi vya maji, alikuwepo before. Kwa sababu kitabu cha Mwanzo sio mwanzo wa Mungu ambaye ni roho. Sio mwanzo wa Bwana ambaye ni roho. Ni mwanzo wa Mungu kujidhihirisha kwa watu na kufanya uumbaji wake, project ya dunia. Sasa akikueleza mambo ambayo hapo nyuma kidogo ya kitabu cha Mwanzo, you can't. Yaani roho yako yenyewe kumbukumbu zake zinapoishia zinaishia kwenye Mwanzo 1:24.
Ndio iliumbwa pale, yani roho za wote wa wanadamu nasema ziliumbwa. Kwa roho yako wewe na mama yako narudia hapa zina age sawa. Hello? Ni Mungu tu aliamua nani atokee duniani muda gani. Ndio maana huwa na wa mind watu ambao wanashindwa kuelewa kusudi la kuzaliwa kwao. Ulikuwa na uwezo wa kuelewa kipindi cha Musa na wewe uchoe matofali. Lakini kuna professional wako mmoja unaye wewe wakati ule ilikuwa haistahiki. Mungu akawa amekuacha store uje utokee sasa hivi. Kwa hiyo umeumbwa lini? Mwanzo 1:24. Ila roho Mungu alikuwako. Ndio maana kwenye Mwanzo 1 pale 1:1 unaona anza kuzungumziwa. Akatulia je vipindi vya maji akafanyaje? Alafu Misali anajizungumza yeye kabla vipindi havijakuwepo. Mimi nalikuwako. So roho Mungu anatambulishwa kama I am who I am. Nilikuwa napitia Biblia nyingi leo mchana. Nisabe nenda haraka hiyo kwa sababu ya muda. Sasa tunakuja saa 10:59. Umeona? So nikawa napitia Biblia nyingi haraka. Ana Biblia ambazo naziamini sana. Naziamini sana. Wamepuyanga. Huko mbele tutaona. Nisiwasute sana. Kwa hiyo nataka imeisha hapo 15. Bado. 15. Lakini mtu wa rohoni huyatambua yote. Wala yeye hatambuliwi na mtu. Okay, listen. Hapa nataka niongee kwa utulivu kabisa. Wewe unapoanza kuwa mtu wa rohoni, yani unataka kujua taarifa kwa usahihi wake, taarifa kuhusu kabla mwili wako hujazaliwa. Wengi hapa tumesoma mwaka 90 na nini. Na haya tunayoongea habari za Musa ulikuwepo jomba. Mungu mtenda miujiza ulikuwepo jomba. So, haya mambo yote na uweza wa uungu na nini haujakuwepo. Na baada ya miaka 100 labda wote tutakuwa hapa hatupo. Tunaanza kuzungumza mambo yajayo. Sasa tutakuwepo. So, kitakacho kuwepo ni kitu gani? Ni roho yako. Sasa haya huwezi ukayaelewa kama haujaamua kuwa mtu wa rohoni, yani kukaa in spirit. Kwa maana in spirit roho yako inapata information kamili za kuweza kuambukiza your brain. Ndio maana hizi point nimeziandika hapa, wakati nazipata sikuwa napekua maandiko, nilikuwa nafanya radozo kiyama anta jadia ba anta bakiyama, kwa sababu soma Roho Mtakatifu wanafundisha watu wengi. Na mimi nimewahi kufundisha, ndio maana siwafundishi roho 7 za Mungu, siwafundishi karama hapa, wala siwafundishi nini hiyo wanaoita Roho Mtakatifu kama moto, kama ua, kama maji. You can find maandiko yapo. Kwa nini niliandika maandiko yote? Tunasema sasa na somo naliandaaje? Jakama iyama. That means roho yangu ile ndogo na connect na roho kubwa rako maziama jekama sindama rako dosiama. Pop, nikimeza kunena kwa lugha, kuna information zinakuwa zimeingia kwenye hiyo roho ndogo. Na hiyo ndogo ndo mimi kwa nakuwa najua. Ndio maana naongea sio kama nayasoma yote huko. Maana kuna mengine nayaongea ambayo wakati naandaa somo pale rako nosiama nikawa nawekewa mafai yanaondoka kwenye roho kubwa ambayo ni Holy Ghost, yanahamia kwenye roho ndogo ambayo ndo mimi. Sasa hicho kitendo ni kitendo cha rohoni. Kwa nikiwa naongea kuna mpuuzi mmoja anaweza akasema tu hiyo kitu hamna hiyo. Hamna kwako because wewe mimi mwenyewe sitambuli mtu wa rohoni, sitambui. Huwezi kunitambua mtu wa rohoni kama sio rohoni. Ila wa rohoni sawa amekaa anisikiliza. Ndio moja akasema kitabu sio kieleo hujaandikiwa wewe, au sio? And I have book in my ghetto pale. Nisha kuchukua kwenye shelf ya baba yake na mama. Nikasema kizuri nikakichukua hivi. Nilikaa nacho miaka 10. Ndio nikaanza kukielewa. Nilisoma kwanza nikasikia nzee nikakiacha. Napenda vitabu. Nikisoma tena naona tu nzee. Kwanza cha Kizungu, 2 kimeandikwa pale success through positive thinking. Kwenye cover tu kimeandikwa pale, imechorwa glass ina maji nusu. Imeandikwa it is half full or half empty. Is the way you look at it. Ndii. Maana hapo anazungumzia mtazamo. Sasa wewe uko la 3. How can you understand those stuff? Nimekuwa nikamsoma Ngoso nikamuelewa. Nikaenda watoto wa mantije nikaelewa. Baadaye ikawa ndo the best book ambayo naipitia mara kwa mara. Nilikuwa napitia somo lile imeandikwa every new discovery of science is the further revelation of the order that God has built into his universe. Hao unayapata huko baba yangu. Maana sijui as the beast sijui oya we. Sasa nisingeelewa zamani. Kwa hiyo mtu kama kuna kitabu akielewi, hujaandikiwa wewe kwa wakati huo. Kwa mtu kama hakuelewi sasa hivi,
muombe, baada ya time ataelewa. Tasken tabadiama haya ndo masomo ya msingi. Ukielewa haya unakuwa unatisha tu maisha huko, unatisha tu maisha huko. Wengi tunatisha maisha. Mtu mmoja alikuwa anashangaa, simwambia okoke. Kijana mmoja unaofahamu alikuwa anakuja mara kanisani pale white. Mimi simwambia hata okoke. Amekaa sio kusema unajua mambo ya wokovu sitaki. Nikamwangalia huko haraka akitamtisha nini. Nikamwambia mambo ya maisha yake, mambo 30. Dogo akasema sasa unajuaje? Nikawa namwambia tu. Paka mpenzi wake ambaye anamuinsist angalia sijui anapenda Mkorea fulani. Yote nilikuwa namwambia yani na yeye. Sasa unajuaje? Alikuwa kuna sauti anajisikia usiku ili amwambie mtu. Ninatembea anaitwa, "Wewe." Geuka hivi haoni mtu. Hajaye kwa mimi namwambia tu. Akasema unajuaje? Wewe, ukiwa in spirit, tuendelee huko. Nilikuwa namwambia prophet hata ukiona na tabiri si nafanyaje? Kwa taarifa yenu usitumie kalamu. Hello? Situmii nini? Mara moja na watumia kalamu na maarifa. Yaani naamua kadiama. Nitaelezea huko mbele. Maana hii kesi itakuwa kubwa hii. Utukufu. Au ni na tabiri nataka play steam. Nataka play steam. Play steam ikishaimba sasa unakuja maharika na wasikiliza na waambia watu mambo yao. Hello? Tafundisha hiyo mkiwa wao. Tutasoma. Okay, so tumeangalia mambo mengi hayo, kuna mambo nini hapo hiyo. Nataka tuende kwenye hili eneo la msingi sana. Kwa nini uwe katika roho? Yaani kwa nini mimi nakwambia uwe katika roho? Haujaja hapa labda mimi nije na maji fulani, mafuta fulani. Sio kama vitu vibaya vinatumika tu. Kuna siri katika maji, kuna siri katika mafuta. So kwa nini ukijaga mara kwa mara sikwambii just receive this. Kwa nini? Kuna zaidi ya kureceive. Hello? Ndio maana ile somo linazungumza kwa nini uwe katika roho. Why you must be in spirit. Kwa nini? Dunia inaendelea nyingi. Nikupe kitu kimoja kwanza kitakusaidia. Nilikuwa nawafundisha watu wengi mara nyingi, nikusaidie kwanza. Mfano sasa hivi watu wengi wanateseka na kutambua vitu sahihi. Mfano tu, rahisi tu. Sasa vitu sahihi. Sasa kuna njia mbili. Hii mbele daraja limevunjika na wewe ndo umewahi asubuhi kweli. Gari lako la kwanza. Mbele daraja limefanyaje? Limevunjika. Au ni usiku daraja limefanyaje? Na kuvunjika kwake sio limekatika hivi kwenye huo mto. Yaani labda maji yalipita mengi kwenye mvua ile yakawa yamekula huku chini. Huku juu ikawa imebaki tu yani pako tu pasha. Wewe usiku wa manane ndio unapita hiyo njia. Iko mbele. Sasa utajuaje sasa? Ndio mambo yetu mengi ambayo tunakutana nayo. Utajuaje? Okay, mambo mazuri ambayo yanakuja kwetu kwa sura mbaya. Sasa utajuaje? Sura ngapi mbona ina sura mbaya? Wewe staki. Kumbe ni kitu kizuri ila kimekuja kwa sura. But if you're in spirit, you will understand. Utaangalia hii na hii. Wasema okay, staki hii nachukua hii. Kwa nini uwe katika roho? Ufunuo sura ya 22 mstari wa 14 mpaka wa 15. Kwa nini ni lazima? Sio tu nakuomba. Kwa nini ni lazima uwe katika roho? Ufunuo sura ya 22 mstari wa 14 na 15 kwa haraka. Inasema heli wazifuao nguo zao wawe na amri kuendea huo mti wa uzima. Tunaenda kwenye kitu kigumu. Kaza roho. Heri wazifuao nguo zao wawe na amri kuendea huo mti wa uzima. Yaani okay, uwe na authority, uwe na hiyo access ya kuendea huo mti wa uzima. Na kuingia mjini kwa milango yake. Huko nje wako mbwa na wachawi na wazinzi na wauaji
na hao waabuduo sanamu na kila mtu apendaye uongo na kuufanya. Nje sio kuzuri kwa usalama wako, so lazima uwe in spirit. Na kuwa in spirit, nimesha kwambia spirit ni Bwana na Bwana ni mzabibu, na tunaona mzabibu ndo huo mti wa uzima. Kwa maana kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 9 kuna miti miwili. Adamu anatembea hivi, kuna mti wa mema na mabaya na mti wa uzima. Na Eden ni kama Goshen, ni mahali pa utoshelevu, mahali pa usalama. Hii Ufunuo yazungumzia siku za mwisho, watu ambao watazifua nguo zao, watu ambao watakubali kutakaswa. Because unapoanza kuingia kwa Roho Mtakatifu, kuna vitu unaviacha utakaswe. Ili uweze kuingia ndani yake, lazima kwanza ahusike ukutakasa. Biblia zingine wakati tunazisoma wanasema ukisikia huko nje, yani watu ambao hawajafanya huo mchakato, kuna aina ya maisha watakuwa nayo. Ukisikia waabudu sanamu wa nini, kuna maisha wanao kwa sababu wamegoma kuingia in spirit. Kwa even you kama utakuwa umegoma kuingia huko, aina ya maisha ambayo utakuwa nayo ndo haya. Kwa unakuwa tu mwabudu sanamu, unakuwa ndo wewe sasa. Sio kwa sababu tulioingia au tutakaoingia tukikuangalia wewe ambao hujaingia ndo tunaona wewe kuna ule mbwa mwabudu sanamu wewe. Lakini ukiingia unakuwa sio wewe tena. Hello? Amen. So, kitabu cha let me explain. Huo mtu wa uzima ni nini? Mtu wa uzima ni Yesu. Yesu ni Bwana, Bwana ni Roho. Hizi kitabu kinazungumzia siku za mwisho. Akavuka Bwana. Sawa? Siku za ila kwa sababu Biblia inazungumzia kwa habari ya imeandikwa kwa namna ya rohoni, na hizi siku za mwisho haziko mbali, ndio hivyo tunavyoziona. Kwa Bwana atakapokuwa anakuja, wale ambao watakuwa wana ujasiri wa kumwendea ni wale ambao watakuwa walitakaswa. Hello? Hapo ndo change inapoanza kuwachanganya watu. Nao tuko na Holy Ghost ambaye ni Mungu kamili na mbinguni yupo. Kwa hiyo watakapokuwa tunauendea mti wa uzima, na sisi tuko ndani ya mti wa uzima, kwa hiyo tunao uzima. Hello? Amen. Mtu anaelewa hapa? Hebu niende kiualimu hapa, nisimtupe mtu bichi bila bora. Mwanzo 2 mstari wa 9 mwanangu. Soma. Mwanzo 2 mstari wa 9. Nikienda hapa kitume hivi, kuna mtu nitamtupa bichi bila boya. Bwana Mungu akachipusha katika ardhi kila mti unaotamanika kwa macho na kufaa kwa kuliwa. Yaani miti mingi akawa ameichepusha ambayo tu inafaa kwa kuliwa. Na mti wa uzima katikati ya bustani na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Listen, kuna miti mingi imetajwa. Hiyo miti mingine nikwambia ilikuwa ni miti tu. Alafu kuna miti miwili, kuna mti wa mema na mabaya na mti wa uzima. Endelea. Ukatoka mto katika Eden wa kuitilia bustani maji. Sawa. Na kutokea hapo ukagawanyika kuwa vichwa 4. Haya, endelea. Jina la wa kwanza ni Pishoni. Yes. Ndio unaozunguka nchi yote ya Havila ambako kuna dhahabu. Yes. Na dhahabu ya nchi ile ni njema. Huko kuna bedola na vito shohamu. Sawa. Na jina la mto wa pili ni Gihoni. Ndio unaozunguka nchi yote ya Kushi. Na jina la mto wa tatu ni Hidekeli. Ndio unaopita mbele ya Ashuru. Na mto wa 4 ni Frati. Mstari wa ngapi huo? 14. 14. Ilikuwa 9, umekimbia sana. Mwanzo sura ya 3 mstari wa kwanza, huyu sasa ambaye nimesema lakini ni Hawa, au sio? Anadanganywa na nyoka. Baada ya kudanganywa, kesi inakuwa kubwa, wanakula tunda. Sasa mtu angalia Mwanzo hiyo ngapi? 22 mstari wa ngapi? Mwanzo 3:22 inasemaje? Inasema Bwana Mungu akasema basi huyu mtu amekuwa kama mmoja wetu. Hapo nafundisha jamani, kitu kina ugumu fulani, kwa kaa kiroho. Kwa kujua mema na mabaya. Huyu mtu amekuwa kama mmoja wetu kwa kujua mema na mabaya. Na sasa asije akanyosha mkono wake akatwaa matunda ya mti wa uzima akala akaishi milele. Kosiama, nani ambaye tukimpataga tatufi tunaishi milele? Kwa sababu kuishi milele unakuwa una uhai ambao upo tu.
Huo uhai ambao upo tunaupata baada ya kumpata Holy Ghost. That's why anasema aniamini mimi hapa hataonja mauti. Hello? Hapo jamaa anaambiwa akitoa mti, na tunafahamu Agano la Kale jamani ni kivuli cha Agano Jipya. Anaambiwa wasije wakaa tena mti. Wakaishi milele. Hello? Maana ule mtu ulikuwa ni picha tu fulani pale. We know Jesus ameonekana kwenye Biblia kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo. Maeneo ambayo Yesu ameonekana kabisa. Hapo that is Jesus. Ukisikia mtu wa uzima ni Yesu. Na inavyoenda kule mbele ukisikia mwamba wa roho ni Yesu. We know. Alikuwa yupo kwa gani Biblia inaanza mpaka mwisho Yesu utamuona tunatokea. Kwa hiyo kila chapter ya Biblia una uwezo wa kumpata Yesu. Na ukiweza kufanya hivyo umeshakuwa mhubiri mzuri. That's why I can teach success kupitia kitabu cha Wimbo Ulio Bora. Hello? Amen. Sasa huo mti wa ujuzi wa mema na mabaya ulikuwepo pale na Yesu yupo. Kuna kitu alikichagua. Manake kwa nini wamemfukuza huyu mtu? Nikusaidie tu. Walimfukuza kwa sababu angekuwa mtu ambaye anaishi milele alafu na uovu. Wakati mtu anatakiwa aishi milele na akiwa mtakatifu alafu aishi na Mungu. Hello? Kama huyu tumfukuze huyu. Another time uko na swali, ask me, I will tell you about these things. Kitabu cha Mithali sura ya 3 mstari wa 16 mpaka mstari wa 18. Soma hapo ili uelewe mti wa uzima una nini. Maana mti wa uzima ni Yesu. Ukianza kuula, ukianza kuufaidi, ukianza kuwa na huo mti vizuri, ukaingia ndani ya huo mti ambao ni mzabibu. Mimi jamani sasa okay. Unajua kwa nini Yesu alisema yeye ni mzabibu? Mzabibu ndio sisi wakati tukiwa tunakunywa tunasema damu yake. Hello? So tumia mfano wa nini? Wa mzabibu. People they don't know. Huku nazungumzia mtu wa uzima kwa sababu kwa Yesu tunapata nini? Unasema kuleni hii, wanakumbuka mimi si nini? Sasa mimi na watu hawaelewi. Hello? Mtu akiwa hana damu anakuwa amekufa. Are we together? Mithali 3:16 inasema ana wingi wa siku katika mkono wake wa kuume. Huyo hapo anazungumziwa hekima, ambaye hekima mwenyewe halisi tunamuona kwenye Mithali sura ya 8. Hapo ni Mithali sura ya 3 anazungumziwa hekima na understanding, ambayo hiyo hekima anazungumziwa hapo ni Yesu. Rudia. Ana wingi wa siku katika mkono wake wa kuume. Utajiri na heshima katika mkono wake wa kushoto. Okay. Utajiri na heshima vinapatikana kwangu. Naam, utajiri udumuo. Nao huyu hapo anazungumzwa, anasema huyu anayezungumzwa hapo anazungumza ana utajiri na heshima, alafu ana wingi wa siku. Ukisikia mtu ana wingi wa siku, maana yake nini? Ikiwa Yesu anaitwa ni mzee, kadosi ya maya. Mzee wa siku. Sasa kwenye Ufunuo anatokea akiwa na mvi, nikawa nawaambia wakati tunazungumza utendaji bora rohoni. Yesu ndo mzee wa siku. Hapo anazungumza kama hekima, anasema huyo mtu ana wingi wa siku kwa mwaka. Endelea mwanangu, Njia zake ni njia za kupendeza sana. Na mapito yake yote ni amani. Nani ni mfalme wa amani? Yes. Mtu mapito yake yote ambaye anakuwa ni amani. Huyo mtu ana kingship. Ana uwezo wa kudominate, ana uwezo wa kuwa na dominion kwenye hiyo issue nini ya amani. Na wote tunafahamu hapa Isaya 6:9. Prince of Peace. Yeye ni mti wa uzima. Yeye ni mti wa uzima. Kwao wamshikao sana. Kwao, are you getting what I'm talking about? Yeye ni mti wa uzima kwao wamshikao sana. Kwa nini wasio kwao waushikao sana huo mti? Hawani watanganya vitu viwili kwamba ni mtu afu naambiwa ni mti. That is Jesus there. Nikaangalia Biblia kama 3, nikaangalia ambao wanapenda kuisoma wachungaji Amplified Bible, imenipeleka makosa. Hajui kama ulikuwa mtume la alikuwa anasoma maandiko. Unamkosoa mpaka nikaangalia nanilia watafsiri wa nanilia makosa wametumia neno she. Nikawa nawaambia mambo ya kutafsiri mambo ya rohoni kwa namna ya rohoni. Yetu hiyo hekima au hiyo understanding wametumia neno she. Ni kama ukisema neno she maana yake anakuwa sio Mungu. Maana yake tunapokuwa tunamtaja Mungu
huwa hatuweki she, tunawekaga he. You see? Ingawa Mungu sio tu mwanaume, Mungu ni zaidi ya mwanaume. That's why scripture inasema, yes, ni mwanaume. Are you getting? Mwanaume kwa vipi hiyo? Naona kama anakuwa uelewi lugha ya roho. Yesu ni zaidi ya mwanaume. Kwa sababu yeye kwake katoa wanawake, katoa wanaume. So who is he? Ndio ukisema Mungu ni nani? Uwezo kusema Mungu ni kitu au Mungu ni mtu. Are you getting what I'm talking about? So hapa kwenye Biblia za Kiingereza zikatumia she, nikamwambia prophet no. Hawa wakati wanaandika Biblia watakuwa wana namba zangu niwaelekeze namna ya kuinterpret this scripture. Nikaenda Biblia ya Kiebrania. Biblia yake haijatumia she. Nikaset. Wamezungumza tu, yani wanaruka hawajaweka she wala he wala nini. Wanazungumza kwamba yani ni kama wameweka yeye alafu kwamba ni kuna mkononi mwake tu kuna wingi wa siku. Yani hawajaweka chochote huko nyuma yani. Ila wameanza kujiongeza she, utampeleka makosa mtu mwingine sio apostle ambaye katumwa pia na kufundisha. Haya kadiama. Zostinda Amanka. Endelea bwana. Umefika na mstari ngapi hapo? 18. Yeye ni mti wa uzima kwao wamshikao sana. Yeye ni mti wa uzima kwao wamshikao sana. Kule akasema mimi ni mzabibu na baba yangu ni mkulima. Kule mwanzo umesema kuna mti wa mema na mabaya, alafu kuna mti wa uzima. Kila chapter uko unapita hivi mwanangu. Lazima uangalie kwenye hii chapter Yesu hapa kaonekana wapi. Ukiweza kumtoa Yesu kwenye kila chapter, Biblia mwanzo mpaka Ufunuo, umeshakuwa zaidi ya maaskofu wengi sana. Hello. Ndio maana kuna baadhi ya mapepo wakipoa kazi kule kuzimu. Sasa huu mwaka tunamfuata major disciple, wanagoma. Wanagoma, trust me. No demon sasa akubali tu kazi kuja. Hawezi kukubali kirahisi. Kwa sababu what I know, they know me. Binti mmoja nilikuwa namwambia, nilikuwa nimemwombea amepona. Akaniambia kuna mtu nimeamka ananifuata, niko nyuma simuoni. Nataka mwambie disha kama wanipigia simu hapo. Jiongeleshe kwamba ngoja nimpigie Apostle Meja. Uone kama atakufuata hapo. Akajua I'm joke. Okay. Inabidi nimwambie kwenye simu. Akasema haya naondoa hayo maroho yote na hicho kivuli katika jina la Yesu. Akawashangaa hakipo. Why? Yaani pepo aondoke tu hivi hivi. Amekuja kuharibu aondoke tu hivi hivi. Hello? Nafikiri tumeelewana hapa. Akati nazungumzia habari ya na kuonesha mti wa uzima sasa, ambao mti wa uzima unatakiwa uingie ndani yao. Uingie ndani yake. Na ndani yetu unaingiaje huu mti? Kama ni mzabibu, ukitaka kupata vitu ambavyo vina DNA za mzabibu, si unakula zabibu? Hello? Unakula zabibu? Kwa sababu unakula matunda, unakula vitu, si ndio? Ndio maandiko mengi mnasoma huko, huu ni mwili wangu, kunyweni damu yangu nikumbuka mimi na vitu kama hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Naomba nikimbie hapa. Tuko live? Amen. Tumechoka? Tumechoka? Somo zuri? Okay, namba 2 kwa haraka. Kwa nini uwe katika roho? Hapo tunachoondoka hivi. Yaani nje si kuzuri kwa usalama wako. Adamu alipotolewa nje mbali na uso hiyo nini mtu wa uzima akaanza kula kwa jasho nini. Mwe ndani bwelele tu mito ya maji inatiririka na nini. Are you getting what I'm talking about? Namba 2. Wewe unatakiwa uwe katika roho ili uweze kurithi ufalme wa Mungu. Ili uweze kurithi ufalme wa Mungu. Galatia sura ya 5 mstari wa 16 mpaka wa 21, maandiko yanazungumza matendo ya mwili dhahiri ni haya. Hapo utasoma kwa maana kuna wale ambao wanakuwa wavivu wa kusoma maandiko. Tunasoma alafu nitachambua. Galatia sura ya 5 mstari wa 16. Inasema, yes mwanangu kwa haraka. Basi nasema, enendeni kwa roho. Wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Okay, enendeni kwa roho. Hiyo roho ni kubwa ndogo? Kubwa. Enendeni kwa roho. Wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Kwa sababu mwili hutamani ukishindana na roho. Hiyo roho ni kubwa ndogo? Kubwa. Na roho kushindana na mwili. Kwa maana hizi zimepingana, hata hamwezi kufanya mnayotaka. Hao ambao hawawezi kufanya wanayotaka, unajua ni watu gani? Ndoro.
Ndio roho ndogo, yani roho ndo wewe. Kwa hiyo wewe utakuwa umekaa hivi unakuwa sasa kuna vitu unataka kufanya. Ila kuna mwili unataka kufanya. Alafu kuna roho ambayo roho kiingia ndani yake jomba, ni kama umepanda gari. Mtu mmoja alikuwa anahubiri, prophet mmoja akazungumzia vehicle of spirit. Maana like unapokuwa umeingia kwenye hii roho, mwili unapokuwa unakwambia njoo huku, haujakupandisha popote. Kwa roho yako unatakiwa uingize kwenye chombo ambacho kinaitwa roho ambaye ndio Bwana. Kwa unakuwa uko ndani ya roho, unakuwa in spirit. Kwa unapoenda wewe sasa sio mwili unapotaka. Ndio maana hiyo scripture. Kwa hivyo ukisikia ninyi, maana yake ni kwamba nini? Hapo kwenye ninyi weka roho ndogo. Hello? 18. Lakini mkiongozwa na roho. Kumbe huyu roho anakuongoza. Hampo chini ya sheria. Basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya. Sikiliza hapo. Uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, husda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Okay, uone hao wanafanana na wale ambao ni mbwa ambao watapata access ya kuingia kwenye mtu wa uzima. Kwa sababu kwa nje wako mbwa na nini na wao waabudu sanamu. So, that scripture hapo inakuelezea kwamba hayo mambo unayoona ukiwa haujawa ndani ya roho utayafuata hayo. Roho ipi? Roho Mtakatifu ambaye tumeshaangalia kwamba Bwana ndiye roho. 10 na ngapi imefika hapo mwanangu? 21. Basi usiendelee. So, ili uweze kuurithi ufalme wa mbinguni. Hujamalizia andiko. No. 21 inaishaje kwanza? Nisikie. Hujamalizika. Sasa. Na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Sasa wewe watu ambao wanatenda hivyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Hiyo unaijua. Ambacho kuna wengi hapa hawakijui ni kwamba ufalme wa Mungu uko wapi? Ikiwa maandiko yanazungumza kwamba siku hiyo zitakuja mtaambiwa ufalme wa Mungu upo kule. Ufalme wa Mungu upo kule. Hao watu ni waongo kwa sababu gani? Ufalme wa Mungu unakaa ndani yenu. So ukizungumzia ufalme wa Mungu unazungumzia Holy Ghost. Ufalme wa Mungu uko ndani yenu. Sasa ni kitu gani kinaruhusu ukikae ndani yako na wewe ukae ndani yako? Baba yangu ni mkulima nami ni mzabibu. Mtu akae ndani yangu. Okay, wewe unasema hivyo ni Bwana ambaye ni roho, tu insist tukae ndani yake. Alafu kumbe na yeye huwa anakaa ndani yetu. Kwa maana gani? Yeye Yesu, ukizungumzia ufalme unazungumzia Yesu, si ndio? That scripture. Hamtaurithi lini? Nichowaambiaga siku moja, sio siku za mwisho. Now, watakuwa anza kuurithi ufalme wa Mungu now. Kwa maana yake mtoto hapo, anasema nini? Mwana hapo nini? Mrithi hapo mtoto ni sawa sawa na mtumwa. Mrithi wa nini? Kuna mengi sana ya kurithi, sema tu haupo katika roho na roho haipo ndani yako. Kuna mengi sana ya kurithi unayo. So, ukiwa in spirit ambacho kinatokea utakuwa bora, utakuwa bora kuliko inavyoweza kutegemewa. Unakuwa bora kivipi? Kwanza inafanyika high transformation. Yaani unakuwa transformed. Watu wanaweza kushangaa, wewe umesoma shule gani? Tunafahamu watu wanaanza kuwa wastaarabu katika namna fulani baada ya kwenda kusoma labda nje. Sasa wewe chuo gani umesoma? Harvard au wapi? Oxford au? Mbona ni namna yako high transformation. Na sio tu katika namna hiyo, hata kwenye cells. Even your cells zinaanza kuwa transformed baada ya kuwa in spirit. Sasa kuna watu wamekuwa wakiona kwenye historia za kwao, huwa kila wakifika miaka 40 mtu anaanza kuumwa kitu fulani. Yeye watu kwetu kuna ugonjwa huu wa kurithi. Wewe hata ugonjwa hauoni, imekuwaje? Kama magonjwa ya kurithi yanakaa katika damu. Hapo wote tumeenda shule kidogo hapo. Si tunafahamu kuna seli, kuna tissue, alafu kuna organ, alafu kuna system, alafu kuna organism.
sayansi ya la pili mwishoni pale, homoni mwishoni. So kama kuna magonjwa ya kulisha yalikuwa nyuma, wewe hayakupati kwa kile kiwango kidogo kilichokaa rohoni, ndo sababu. Sasa ukidubuia kabisa huko, manake ule uhai ambao uhai ni kwa ajili ya kondoo. Sasa kondoo ni wewe. Sasa wewe umeshapewa uhai huko bure, udumbuki. Ndio mimi sitesekagi issue yoyote. Nimeshaitwa kwenye interview moja, ilikuwa nanalia eti interview. Ilikuwa ni kazi moja Dodoma, mambo ya mimea. Sijasoma mimea kwa miaka. Yaani hayo mafaili hapo huku, yani sikumbuki. Nikapigwa simu na lecturer mmoja nikawakilisha. Nakumbuka nilichokifanya. Hapo katiwa sina PC, simu yangu magumashi, nilichokifanya nikaangalia nikasema tu nitakuja. Nikaunga kwenye basi ambacho nilikuwa nakifanya ni Zekaya Mantora Records ya kama ya. Nimefika nikaangalia, nikaanza idea zao mbovu. Hello. Sijasoma, nimefanyaje? Hii kama ranama. Kwa sababu sikuwa na access. Sio kama ndo nao sisome. Sikuwa na access, hata vitabu sikuwa navyo hapo. Na nikaenda nikatisha sana pale. Sababu ilifanyika nenda Arusha, nenda Dodoma, nikatisha sana pale Dodoma. Dodoma hapa ukumbi wa JK Kikwete wanauita. Huko hii njia ya kama Makulu hii. Nikafika pale nikawa nimetulia nini? Nikatisha vitu vyangu fulani kama vile mtaalamu kumbe tu apostle au sio. Kwa kona mimi na akili kichizi. Kumbe transformation my man. So unakuwa katika nini? High transformation. Lakini kingine even tribe. Tunajuaga kwamba Wagogo na namna yao fulani. Wamang'ati wa namna yao fulani. When you are in spirit, wewe sio mang'ati. Kilichozaliwa na roho ni roho. Kwa hiyo ukiwa huko wewe kabila lako linakuwa ni Yesu. Haya. Nikawaambia kabila langu nini? Mimi kabila langu Mkristo kwanza. Hao wengine watajua mwenyewe. Mimi kabila langu nini? Kwa kama ni mwazabe ni nini? Nyoga na namna yenu fulani. Unapokuwa ndani ya roho. Una hii cells arrangements. Mpangilio wa seli pia unakaa nini? Vizuri. Baada ya kuwa ndani ya roho. Lakini your language. Dunia ina lugha zao nyingi sana, ina lugha zao. Lakini ukiwa in spirit utashangaa kabisa. Utaanza na kuongea uongo. Nisha kusema siku moja uongo ambao ni ukweli. Nilikuwa na mtu mmoja anasema unakaa sehemu gani? Nikamtajia. Yule sema mbona nilikuwa nimemtajia sio sehemu ambayo ninakaa. Baada ya kumaliza kudanganya, ikatokea tu simu imekuwaje nikahamia sehemu ambayo ilikuwa ni the best kuliko nilikuwa nakaa mwanzo. Na sio kama nimedanganya kuogopa. Nimeshangaa nimeropoka sasa. Mbona nimesema uongo? Kumbe no. Nilikuwa in spirit. Kwa nini nilivyosema nilikuwa nimetabiri, utafikiri nimedanganya. Hello? Nanye na wakera. Yes. Mwanangu utateseka kweli. Mwanangu nina hela nyingi. Sio kama una hela hata. Mimi nina hela. Hela yani ni vitu ambavyo mimi havinisumbui kabisa. Unashangaa umeropoka hivyo na kwamba sio kwamba wewe umedanganya. You are in spirit. Ukiambiwa aliye dhaifu na aseme nina nguvu, wewe utadanganya kwa vipimo vya mambo ya kibinadamu. Wewe ni dhaifu unasema unati, mimi I'm strong. I'm strong vipi? Umeweka hapa na bajaji. Mimi ni waju. Sure. Mbona ziko hata tunakuwa huko chini? Kwa nini akili yao ni lugha fulani ambayo mtu anaanza kuwa katika roho, ndo lugha zetu. Hello? Vitu vingi vinabadilishwa. Samueli wa kwanza sura ya 10 mstari kuanzia wa 5. Sauli hakuwahi kuwa mtabiri. Hakuwa prophet katika ile kipindi. Lakini anaambiwa yule roho atakapokuja kwako wewe, na wewe utaanza kutabiri. Watu wengi hata nikiwaambia mimi siji karama kwa mambo kuona roho na nini, waga na why? I'm in spirit. Even mwanangu waga chacha ananiona. Mimi ni nini? Yani ndo namna yangu. Hello? So, ukiwa katika roho, unageuzwa unakuwa mtu mwingine. Mambo ambayo usingeweza kuyafanya, wanafanyaga mitume tu, wanafanyaga manabii tu, unaanza kuyafanya na wewe. Kwa sababu gani? Umekuwa mtu mwingine.
Halo. Sasa kwa sababu ya muda, pointi ya mwisho Yohana sura ya 14 mstari wa 26, ukiwa katika roho utakuwa unafundishwa mambo yaliyo ya kweli. Mambo yaliyo ya kweli. Mimi ukinipeleka chuo chochote duniani, kozi ambayo sijawahi kuisoma, wakianza kunifundisha uongo, roho yangu inakataa. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Kwa maana sio kila elimu ni elimu. Sio kila ambacho unafundishwa ni kitu cha kweli. Nyie mmesoma shule ya Roho Mtakatifu, lakini mnaogopa wasomi ambao hawajasoma shule ya Roho Mtakatifu. Ni makosa, ni dhambi. Halo? Nani anatamani kwenda level nyingine? Sasa nakupa assignment hii. Ili somo nimeweka msingi mzuri hapa. Nakupa assignment hii. Uwe na kiu, usifikiri umefika hapo. Uwe na kiu na Roho Mtakatifu, na wewe una kiu ya kukaa ndani. Usisikilize vitu vya ajabu ajabu. Yaani uamue tu kwa katika roho. Utakuwa umebadilishwa sana. Mambo ambayo wenzako wanatumia miaka 10, utatumia mwaka mmoja, miezi. Sema tumeanza huduma tuko wangapi hivi? Tuko 4 hivi, wangapi? 6, 10. Mwakani majira kama haya, si natakiwa tuwe watu labda 50, at least 20. Tutakuwa watu wengi sana. Noti ya maneno nakwambia. Mwakani majira kama haya, mwezi wa 9, hatutokuwa 50 wala hatutokuwa 100. You will see.